Haleluya. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Tena Baba Mungu ameifanya na wakati mzuri sana ufao wa siku leo. Na ukaribisha tena katika wakati mzuri wa kusikia neno la Mungu kupitia the Divine Bread Channel, na naamini kwamba utabarikiwa. Hivyo kabla siendelea, naomba inua mkono wako pale ulipo. Sema, lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Mimi ninayemjua Mungu wangu nitakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Mimi ninayemjua Mungu wangu nitakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Amen. Leo naenda kusoma kwa pamoja kujifunza la Mungu kutoka kitabu cha Waebrania mlango wa 12. Waebrania mlango wa 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Waebrania mlango ule wa 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 8. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru kwa jina la Yesu Kristo leo. Gusa yule baba pale, yule mama pale, yule kijana pale, mama pale, familia ile pale, kila mmoja mfamilioni. Nitumie mtumishi wako anakunena nila kwa uzima wako. Acha nguvu yako pako Roho Mtakatifu wahudumie watu wako. Maana Mungu ni mwaminifu. Sema nasi, tufunulie ufunuo wako Bwana, maana neno lako ni sauti yako Mungu mwenyewe. Hivyo Mungu linene kwa utimilifu kusudia na utukuze mfalme mbinguni, katika jina kule Yesu Kristo amini. Na pale uliposema amen. Na leo nahubiri ujumbe huu, kubarikiwa kwa njia ya kimungu. Kubarikiwa kwa njia za kimungu au njia ya kimungu. Amen. Kila mmoja anapenda kubarikiwa. Nataka leo ni ubiri juu ya kubarikiwa kwa njia ya kimungu au njia zinazokubaliwa na Mungu. Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kukuza jina lako, nawe uwe baraka. Mstari wa 3, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mstari wa 4, basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abraham akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, na hao watu waliopata huko Harani wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Mstari wa 6, Abraham akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni wa More. Na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akaipiga hema yake. Alikuwa
na Bese upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akalitia jina la Bwana. Naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Amen. Nazungumza leo kubarikiwa kwa njia ya kimungu. Nataka nikwambie, katika maisha yetu, nimesema kabisa, kila mmoja anatamani abarikiwe. Kila mmoja anatamani abarikiwe. Na ndio mpango wa Mungu kwamba anataka aone kwamba tunainuliwa na kufanikiwa na kubarikiwa katika maisha yetu duniani. Huo ni mpango wa Mungu na kila mmoja anahitaji abarikiwe. Hivyo leo ninahubiri na kukumbusha juu ya kubarikiwa kwa njia ya kimungu. Najua ziko njia mbili tu ambazo mwanadamu hawezi kubarikiwa katika maisha haya, kwa njia ya kimungu au njia nyingine ya kihofu. Lakini leo mimi nahubiri juu ya kubarikiwa kwa njia ya kimungu. Ndiyo, inawezekana na watu ambao wanaonekana kwamba kiwa kwa njia nyingine sio ya kimungu. Nataka nikwambie, ungewauliza, baraka zao zimejaa majuto na masikitiko makubwa. Hata wanatamani wangetoka, wanatamani watoke, wanatamani watafute njia ya kutokea. Mpendwa, wewe baba, wewe mama, nisikilize. Ile Mungu ambaye ametumba, ile Mungu ambaye ametuweka hapa duniani, bado anatuazia mema na anataka tubarikiwe. Amen. Wakati namwita Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Haleluya. Na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Ona Mungu ambavyo anaongea na Abraham. Anamwambia atoke katika nchi yake na atoke katika nyumba ya baba yake, na anamwambia ukitoka nitakubariki, nitakufanya uwe baraka. Nisikize mpenda, Mungu mpaka leo anabariki watu wake, na anahubiri kubarikiwa kwa njia ya kimungu. Mungu anakuwazia mema. Mungu anataka ubarikiwe. Mwaka ni maisha yako ni jambo zuri na yani lapendeza ukafanyika baraka. Mungu akufanye baraka, ufanyike baraka. Haleluya. Baraka za Mungu hazishi kwetu tu, hazishi kwenye familia yetu tu, hazishi kwa ndugu zetu tu, hazishi mifukoni mwetu. Baraka za Mungu zinagusa na watu wengine. Mungu anapatia baraka, mpendwa, atakufanya uwe baraka hata kwa watu wengine, uwe baraka kwa familia yako, uwe baraka kwa jamii yako, uwe baraka kwa ndugu zako, uwe baraka kwa majirani zako, uwe baraka kwa kanisa la Mungu, uwe baraka kwa wahitaji, uwe baraka kwa taifa lako, uwe baraka kwa mataifa. Mungu ana mpango mzuri juu yako. Unapofuata njia za Mungu utabarikiwa. Haleluya. Sasa nataka nikuonyeshe baadhi ya mambo ambayo kabisa kama unatamani ubarikiwe na Mungu. Nisikize mpendwa, nataka tujifunze kutoka kwa Abraham, jinsi Mungu alivyomwita na alibarikiwa na Bwana. Haleluya. Jambo la kwanza, ili wewe uweze kabisa kuingia kwenye mstari wa baraka za Bwana, ili uweze kuingia katika neema ya baraka, neema za baraka za Mungu, ili uingie katika mfereji wa bubujiko na baraka za Bwana. Kumbuka fuata moja, kubali kutoka katika nyumba ya baba yako. Nazungumzia Ibrahim, alikuwa ameambiwa na Mungu atoke kwa nyumba ya baba yake katika nchi yake. Sizungumzii furakana baba yako, nazungumzia kutoka katika mfumo ambao sio wa kimungu, mfumo wa kipagani. Mpendwa, ili uingie kwenye mstari wa kubarikiwa na Bwana, tutoke kwenye mifumo yetu ya kipagani. Bwana anayo njia yake,
Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu aliye mtakatifu, anayo njia sahihi ili tuweze kuingia kwenye baraka zake. Lazima tukubali kutoka katika mifumo ya kipagani. Tutoke huko, Mungu ataachilia baraka zake juu yetu. Haleluya. Tutoke katika mifumo ya kuabudu ibada za kipagani, kuabudu miungu mingine ambayo kabisa sio Mungu. Yuko Mungu aliyekuumba. Toka huko katika kuabudu ibada za kipagani, ibada za kiofu, machukizo mbele za Mungu aliye mkuu wa uzima, mbele za Mungu aliyekuumba. Kuabudu ibada za kipagani, njoo kwa Bwana, tukae katika mstari wa Mungu. Bwana ataamuru baraka zije juu yetu. Ndio maana mwambie Abraham, toka katika mifumo hiyo. Haleluya. Tutoke kama nataka tubarikiwe na Bwana. Tutoke katika mifumo ya kuabudu miungu, tutoke katika mifumo ya kipagani, tuokolewe, tuje kwenye mfumo wa Bwana. Hata wewe uliokoka, kama bado unatembea katika mifumo ya kipagani, kamwe hauwezi kuona baraka ya Bwana. Huo ni uamuzi nusu. Mungu anataka uamue kikamilifu, 100%. Toka huko, fuata mfumo wa Mungu. Abraham anaambiwa atoke, na atoke katika mfumo huo. Na mimi nakwambia utoke katika mfumo wa kipagani, mfumo wa kuabudu ibada za mizimu, mfumo wa kuabudu miungu, mifumo ya kipagani kabisa. Uwezi ukamwona Bwana, uwezi kuona baraka za Bwana Baba. Baraka za Mungu zinakuja kwa watu wameamua kabisa kumfuata Bwana kwa mioyo yao yote. Kama unashika kote, hautaona baraka za Bwana. Mungu kamwe hawezi kushirikisha utukufu wake kabisa na ibada za kipagani. Hamna. Amua Abraham bisa kwamba akatoka. Haleluya. Kwa ili uweze kabisa kutana na baraka za Mungu katika maisha yako, amua kutoka katika mifumo inayochukiza Bwana, mifumo ya kipagani, mifumo ya kiofu. Mungu yuko kinyume, anamwambia Abraham, toka katika mifumo hiyo, njoo toka, nitakuonyesha nchi ambayo hutaiendea. Nataka nikwambie kwamba alimwambia, nami nakwambia wewe mpendwa unayesikiliza neno la Mungu wakati kama huu, kubali kabisa kutoka katika mifumo ya kipagani. Njoo kwa Bwana, utaona baraka za Bwana. Abraham aliamua kutoka katika ile mifumo. Jambo lingine ambalo kama unataka kabisa baraka za Mungu ziwe juu ya maisha yako, ubarikiwe kimungu, jambo la pili, hebu jiunganishe sasa na Mungu aliye hai. Jiunganishe na Mungu wa kweli. Lifestyle yako, maisha yako kabisa, ibada yako ibadilike. Jiunganishe na Mungu wa kweli. Mpe Mungu nafasi katika maisha yako. Mpe Mungu nafasi katika shughuli zako. Mpe Mungu nafasi katika maisha yako. Mpe Mungu nafasi katika mfumo wako wa kuabudu. Kwa Abraham, nikatafuta point. Abraham baada ya kutoka kule, ili ajiunganishe, akajenga madhabahu kumwabudu Bwana. Kompendwa, ili uingie kwenye baraka za Bwana, ili ubarikiwe kwa njia ya kimungu, jiunganishe Mungu yeye mwenyewe. Mfanyie ibada Bwana, mwabudu Mungu. Ibrahim akamwabudu Bwana, akamjengea madhabahu kwenye moyo wako. Kubali kumwabudu Bwana. Baada ya kutoka ibada za kipagani, mwabudu Mungu aliye hai, ataachilia baraka zake. Mungu atakufanya baraka. Akamwambia nitakufanya baraka. Bwana atakubariki. Bwana kuinua. Na jambo lingine naliona hapa, ili upokee baraka za Bwana, ili Bwana kubariki, kubali kutii. Hebu tii maagizo ya Bwana, tii maelekezo ya Bwana. Sio utii nusu mpendwa, tii kikamilifu, utaona baraka za Bwana. Ibrahim alipoambiwa akatoka, akatii kama Bwana alivyomwambia. Nami nakwambia leo Bwana anena na wewe. Kuna mambo mengine unashikilia yanatufarakanisha na Bwana, unashindwa kumuona Bwana, hatueleweki. Tuko upande wa Bwana,
utaona baraka za Bwana. Mungu anatembea naye kumwabudu, anataka tumtii. Na yeye ameshinda kuziona baraka za Bwana. Watu wametii nusu. Abrahamu aliondoka kama Bwana alivyomwambia, akaondoka. Na akaondoka kweli. Akaondoka Harani, akaenda na akamjengea Bwana madhabahu, akaanza kumwabudu Bwana. Nami nakwambia leo mtii Bwana mpendwa, utaona baraka za Bwana. Baada kufungulia baraka katika maisha yako, utaona pena ushindi mkubwa katika maisha yako. Gharama ya kupata baraka za Bwana pia ni utii mkamilifu mbele za Mungu wetu. Mungu atatubariki. Mungu atatuinua. Mungu atatushangilisha. Yeye ni Mungu, ni mwaminifu. Atakutokea baba, atakutokea mama. Alimbariki Ibrahim. Ndiye Mungu ambaye atatubariki. Na jambo la ajabu sana, haleluya, unapomtii Bwana, ziko baraka zinaandamana wewe. Anasema na anamwambia kwamba nami nitawabariki wakubarikio. Haleluya. Na anasema nitalikuza jina lako, utakuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, na nawe utakuwa baraka. Kwa Mungu anaahidi kutubariki. Mungu hajabadilika. Tutii. Mungu anasema na wewe tutii. Ibrahim alitumika wakati wake mpaka leo, naamini uzao wake bado unavuna baraka ambazo Mungu alimbariki Ibrahim. Nami nakwambia leo bado Bwana ana baraka zako, ana baraka zako baba, ana baraka zako mama. Mungu aliyetuita, nisikilize, hayupo kuyachanganya maisha yetu na kuharibu maisha yetu. Hapana, yeye ni baraka yetu. Tukimtii Bwana tutaona baraka, tutavuna baraka, sitatujilia katika maisha yetu, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Haleluya. Alimbariki Ibrahim, atabariki maisha yako. Usikate tamaa, fuata maagizo yake, mtii Bwana. Yeye ni mwaminifu, yeye ndiye mwenye kutubariki. Haleluya. Ibrahim alitii. Nami nakwambia kwamba unapomtii Bwana, Mungu atatubariki. Hebu pia nimezungumza la tatu kwamba uwe mtu mwenye kumwabudu Bwana. Badilisha mfumo wako wa ibada. Mpende Bwana, mwabudu Bwana. Haleluya. Mungu ataonekana kwako, hakika atakubariki, maana kumejiunganisha na yeye aliye chanzo cha uzima wako, aliye chanzo cha baraka yako. Ni Mungu mwenyewe. Atabariki maisha yako na kupata upenyo katika maisha yako, atakufanya uwe baraka. Haleluya. Mungu anataka tuwe baraka. Uwe baraka kwa watu. Angalia maisha yako. Nataka kuambia Mungu anataka uwe baraka. Mtii Mungu, atakubariki. Fuata njia za kimungu, utabarikiwa. Mungu atakuinua. Mtolee Mungu, mwabudu Bwana, mpende Bwana, mtumikie Mungu wako. Utamwona Bwana. Mtangulishe Mungu katika mambo yako. Mfanye Mungu kabisa ni Mungu wako. Katika kila jambo mtangulishe Bwana, utaona baraka. Haleluya. Mungu atakubariki mpendwa. Mungu ni mwaminifu, mtii yeye, utaona baraka za Mungu katika maisha yako unapomtii Bwana. Haleluya. Jambo lingine naongezea, utii kwa Mungu ni jambo kubwa sana na ufunguo wa baraka katika maisha yetu. Unaposoma katika Petro wa kwanza mlango wa 5, Petro wa kwanza pale mlango wa 5, naomba tuende pale. Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 6 pale. Petro wa kwanza 5, 6 na 7 anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili wakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Haleluya. Mungu ni mwaminifu, anatukweza kwa wakati wake. Kwa mpendo, wewe nyenyekea. Unaponyenyekea, unapotii, Mungu anakuinua. Ibrahim alitii, aliondoka na Mungu akambariki Ibrahim mpaka leo. Uzao wake umebarikiwa, wamefanyika baraka. Wana wa Israeli ndio wajukuu au uzao wa Ibrahimu, wamekuwa baraka. Nami nakwambia leo Bwana hajabadilika. Mungu bado anaweza kubariki. Napotii na kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, Bwana atakubariki, Bwana atakushangilisha, Bwana atakuinua, maana ni mwaminifu. Narudia hii Petro wa kwanza 5:6, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake,
Haleluya, huku mkimtwika fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Mungu anatubariki, na kuambia siri ni hii: nyenyekea, Mungu atakubariki, atakufanya baraka. Maisha unasema, Bishop, mbona maisha yangu sioni? Jikague, unyenyekevu wako ukoje mbele za Bwana? Mungu si mwongo, Mungu sio dhalimu. Wapendwa, nisikilize, mara zote shida au pungufu kwa si wanadamu. Hebu tumuulize Bwana, wapi Mungu tienda sawa? Mbona fanya sioni mabadiliko? Unakuja mwaka na baki vile vile, ndivyo maisha yangu yanazidi kurudi nyuma. Nisikilize, Bwana amesema atakubariki. Tunapomtii Mungu wetu na kufuata maagizo yake, hakika tutabarikiwa na Bwana, maana Mungu wetu yeye ndiye baraka yetu. Haleluya. Nataka nikwambie, Mungu hakika atakubariki. Lakini pia naposoma habari za Ibrahim, jinsi alivyombariki, inanikumbusha jambo lingine la pekee sana, kwamba haleluya, Mungu kama hawezi akamchukua mtu kuingiza kwenye baraka kubwa akiwa bado mchanga wa kiroho. Unapokuwa mtu mzima ndipo unapopeleka kwenye viwango vingine vya baraka. Haleluya. Kuwa mpendwa, kuna mitihani mingine Mungu anaileta, anakupima ili ufanye ukuu, hatimaye akupeleke kwenye viwango vingine vya baraka. Haleluya. Mungu anakuletea mitihani mingine ili ukue, uingie kwenye viwango vingine vya baraka. Hebu angalia, baada ya kumbariki ya mtoto Ibrahim, amebarikiwa mtoto. Unaposoma katika Mwanzo mlango wa 22 pale mstari wa kwanza, nataka nikuonyesha jambo hilo. Mwanzo 22 ule mstari wa kwanza. Amen. Mwanzo 22 mstari wa kwanza. Ni Mungu huyo ambaye Mungu amembariki Ibrahim na mtoto, na kuambia Mungu aweze katuingiza kwenye viwango vingine vya baraka wakati bado tuko watoto. Kuna mambo mengine anataka tukue, na atajuaje kwamba tumekuwa? Anatupatia mitihani. Mwanzo 22 mstari wa kwanza. Ikawa baada hayo mambo hayo, Mungu akamjaribu Ibrahim, akamwambia, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Ibrahim akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Ona huyu mtu anatii. Naambia Mungu hawezi akatuingiza kwenye viwango vingine vya baraka vya hali ya juu mpaka tutii, mpaka tupite mtihani. Amembariki na mwana pekee, anamsubiri kwa muda miaka 25, anamwambia mtoe sasa iwe sadaka ya kuteketezwa. Mungu hawezi akatuingiza kwa viwango vingine vikubwa vya baraka mpaka tupite mitihani. Kwa Ibrahim akapewa mtihani, na pale mwishoni Ibrahim aliupita ule mtihani. Ule mstari wa 15, hiyo Mwanzo hiyo 22:15, malaika wa Bwana akamwambia Ibrahimu mara pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala kunizuilia mwanao, mwana wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha. Uzao wako kama nyota wa mbinguni na kama mchanga wa pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Haleluya. Angalia sasa, anasema sasa kukuzidisha nitakuzidisha, kukubariki nitakubariki. Anatamka baraka nyingi juu ya Ibrahim. Baada ya nini? Ibrahim kubali tena kushinda ule mtihani, na sasa sio mtoto, ni mtu mzima, mpaka na machilia mwanae anamtoa awe sadaka.
mpendwa mtakatifu, Mungu atakubariki. Na ziko baraka zingine anataka tukue. Tunapokuwa katika viwango vingine vya kumjua Bwana na kumtii Bwana, ataachilia baraka tele katika maisha yako. Kwa hiyo mpendwa, kubarikiwa kimungu au kwa njia ya Mungu inagharimu pia utii, inagharimu utoaji, inagharimu tayari, inagharimu kuwa na ibada na Mungu na kujiunganisha na Mungu na kudumisha fellowship na Mungu wako, kudumu kuwa na Mungu siku zote. Nataka nikwambie, utaona baraka za Mungu katika maisha yako, utaona ushindi mkubwa katika maisha yako, maana Mungu ni mwaminifu kabisa kabisa, na anatupenda na anatuwazia mema. Haleluya! Bwana ni wa pekee, anakuwazia mema, anakupenda na anakujali. Haleluya! Anakuwazia mema. Nimalizie hivi, Mungu hawezi kutubariki au kuachilia baraka ambazo hatuwezi tukazitunza. Kwa Mungu anapoachilia baraka zake katika maisha yako, anataka uzitunze, usitawanye ovyo ovyo, uzitunze. Baraka za Bwana zinapokuja katika maisha yako mpendwa, zitunze na ufanyike baraka kwa wahitaji, wenye shida mbalimbali, uwe baraka kwao. Baraka za Mungu hazitufanyi tuwe binafsi, hapana. Baraka za Mungu zinataka tuwe baraka kwa wengine wenye shida mbalimbali, tuwabariki. Mungu aacha kufanya baraka. Alimwambia Ibrahimu atamfanya kwa baraka, na ukweli Ibrahimu amefanya kwa baraka kwa dunia hii kupitia uzao wake. Amekuwa baraka. Mataifa mengi yamebarikiwa, yaani maarifa mengi tumeyapata kupitia uzao wake. Kwa nataka nikwambie kwamba Mungu ni mwaminifu, atakubariki hata leo unapotii. Ziko baraka za Bwana, utamuona Bwana katika maisha yako. Bado Bwana hajaacha kuwabariki watu wake wanaomtii na kumwabudu na kumpenda na kuishi katika maisha ya kumpendeza Bwana. Atabariki. Alimbariki Ibrahimu, alimbariki Ayubu, ni yule yule. Alimbariki Nuhu, ni yule yule. Anabariki watu wake, anabariki mpaka leo, hajaacha. Kama kitu kikubali na kutii, Mungu anatubariki. Je, baraka yetu katika maisha yetu. Basi mpendwa, najua umesikia, najua Mungu amenena wewe, na nataka nikuombee baraka leo. Pale ulipo, muamini Bwana. Mungu ndiye baraka yetu. Atabariki maisha yako unapoamua kumtii Bwana. Atabariki njia zako, atabariki familia yako, atabariki mashamba yako. Baba Mungu, ninaomba wakati kama mfalme mbinguni, waachilie baraka zako juu ya watu wako. Wewe ndiye baraka yetu mfalme mbinguni. Ninaombea baraka zako katika maisha yao. Wabariki watu wako mfalme mbinguni. Mungu wa mbinguni, katika biashara zao, katika mifugo yao, katika mashamba yao, katika ofisi zao, katika kampuni zao, katika utumishi wa Bwana. Ninaombea watoto wao wabarikiwe na Bwana. Ninaombea mfalme mbinguni watumishi wako, ninaombea baraka zako Bwana. Tusaidie kutii wewe na kuishi unavyotaka mfalme mbinguni. Tukutii Bwana, tukupende wewe, tukuabudu wewe. Achilia neema kubwa katika maisha kila mmoja ambaye amesikia Bwana. Ninamwombea upenyo na ushindi katika maisha yake, katika jina kuu Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Na kila mmoja pale ulipo sema amen. Haleluya. Mungu akubariki.